Je, hili ndilo jiji linalobadilika kwa kasi zaidi Afrika? Katika miaka michache tu, jiji hili la Afrika limebadilika kabisa. Tumetembea kote jijini na kuona mabadiliko. Nilikuwa hapa mwaka wa 2019 na sasa ni mji mpya kabisa. Mabadiliko haya yamefanywa chini ya meya wa kwanza mwanamke wa Addis Ababa, Adanecha Abebe, mwalimu wa chekechea kabla ya kuwa mwanasheria mkuu wa kwanza wa kike wa Ethiopia. Baba yangu alitaka niwe jaji, ndipo nilipojiunga na chuo cha sheria. Unafanya kazi masaa ngapi kwa siku? Wakati mwingine saa 16 kwa siku, wakati mwingine ni saa 14 hivi. Tunafanya kazi usiku na mchana. Sio kusema ni mimi peke yangu tu, ninaweza kusema kuwa kila mwanamke kuanzia mama yangu anafanya bidii sana na kujitolea katika jamii, lakini jamii huwa haiwatambui. As a female mayor, kama meya wa kike hili nalifahamu vyema kabisa, na wajibu wangu sio tu kuongoza Addis, ili anataka kuwa mfano kwa wasichana wajiunge na siasa na kuingia katika uongozi wa daraja la juu na kuonyesha kuwa wanawake wanaweza kuleta mabadiliko. Addis Ababa sio tu mji mkuu wa Ethiopia, bali pia ni mji mkuu wa kisiasa wa Afrika, ukiwa mwenyeji wa muungano wa Afrika na ni kitovu cha 3 katika masuala ya kidiplomasia duniani. Tunafanya jiji letu liwe la kijani zaidi, la kupendeza, safi na ambalo wakazi wanaweza kuishi vizuri. Kila niamkapo asubuhi mimi huomba na muamini Mungu, alafu napangilia kazi zangu za siku. Tumepanua barabara, njia za kutembea, njia za kuendesha baiskeli, viwanja vya michezo na bustani za umma. Tumejenga nyumba 418,000 na sehemu za michezo 5,000, kando na makao 1,000 ya malezi ya watoto wadogo, yote katika muda wa miaka 7. How do you think Addis Ababa? Je, unaona Addis Ababa itakuwaje katika muda wa miaka 5 au 10 ijayo? Utakuwa mji bora zaidi kwa kuishi, sio tu barani Afrika, bali hata duniani kote. Hii ndio Addis Ababa. Je, jiji gani Afrika unaona linabadilika kwa kasi? Tuandike maoni yako hapa chini.